Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na fadhili zake asubuhi ya leo. Kwa hivyo karibuni nyinyi nyote katika ili tuweze kulisikia neno la Bwana. Leo ninaenda kuongea kuhusu kubariki. Kuna njia Bwana alitupatia watumishi wake kubariki watu wake. Kwa hivyo Mungu anapobariki kuna majukumu amepatia mwanadamu, ama kuna majukumu amepatia watumishi wake ili kuweza kunena baraka, naye anafuatilia zile baraka, anasitimiza. Kwa hivyo Mungu kuna nafasi amepatia kuna nafasi amepatiana kwetu ili tukaweze kubariki watu wake, ili tukaweze kutamka maneno ya baraka, naye akaweze kutimiza. Kwa hivyo unaposikia ubarikiwe, unaposikia maneno ya baraka ya kitamko juu ya anga yako ama maisha yako, sio jambo ambalo limetoka nowhere. Ni kitu na taratibu za ufalme wa Mungu. Kwa hivyo nataka tusikie neno la Bwana, lakini kabla tuingie katika neno tutashukuru na Bwana wa majeshi atasindi kutawala. Baba wa mbinguni, ninakushukuru, ninasema ni asante. Asante kwa neno lako ambalo liko na nguvu na liko na uhai, likali kuliko panga ukatae kuwili. Bwana, niendapo kule neno wako akanisaidia. Kanile na watu wako Bwana na wanasikia katika mitandao ya kijamii, Bwana ukazungumza na maisha yao, na jina lako litabarikiwa na litainuliwa. Mungu uwabariki. Mungu ukanene na roho zao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nafunika anga ina damu yako na sambaratisha uwezo wote wa giza, au tafanikiwa na una nguvu katika anga hii, katika jina la Yesu. Roho wa Mungu sukua sukani kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na kupitia jina la mwana wako Yesu Kristo naomba kushukuru na atakuamini. Amen. Katika kitabu cha Hesabu 6 kuanzia mstari wake wa 22, tusikie ni nini Mungu aliambia mtumishi wake Musa kuhusu wana wa Israeli, ama jinsi alivyokuwa anataka wanenewe baraka katika maisha yao. Hesabu 9:6 mstari wake wa 22 kuendelea mpaka 26. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akanena na Musa na kumwambia. Hapa ni kila Mungu alikuwa anataka kifanyike kwa wana wa Israeli, akanena na mtumishi wake Musa na kumwambia. Kamwambia namna gani? Nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaambia Musa, nena na kuhani Aaron na watoto wake ambao walikuwa ni makuhani, akawaambia hivi ndivyo mtakavyo wabarikia watu wangu ama wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akapayana taratibu za kuwabariki wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kwanza
Mungu akamwambia uwaambie Mungu awabarikie na awalinde. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni nani anasema? Ni kuhani. Akaambiwa uwaambie hivi, Mungu awabarikie na awalinde. Kwa hivyo akaambiwa kitu ya kwanza, mtumishi wangu, utakachonena na wana wa Israeli, ni kazi yako ni kusema Mungu awabarikie na awalinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Pale Yesu asifiwe. Mungu akapayana taratibu za kunena juu ya wana wa Israeli. Ndivyo mtakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Hivyo ndivyo mtaweka neno langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Pale Yesu asifiwe. Mungu akapayana taratibu, uweke neno la baraka kwa watu wangu. Uweke neno la baraka juu ya anga ya watoto wangu, nami nitawabariki. Pale Yesu asifiwe. Mungu anatumia watu wake kunena baraka, alafu na yeye anatimisha. Kwa hivyo unaposikia kuhani akisema Mungu akubariki na akulinde, Mungu akuinulie nuru ya uso wake, Mungu akuangazie na akufadhili, na akupe amani, wewe unaweza kuona ni jambo ambalo watumishi wamezoea kusema. Unazoea hiyo maneno, hata yakinenwa unasikia unasema ni vile tu watumishi wanakaa wakisema ati utabarikiwa, ati utafanywa, hiyo ikikosekana kunenewa katika anga yako, hakuna baraka ambazo Mungu anaweza akaachilia katika wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo sio jambo la kawaida. Unaposikia kuhani akikwambia Mungu akupe amani, hilo ndilo Mungu anataka aseme, alifuatilia, alitende. Unaposikia ubarikiwa, Mungu akubariki na akufadhili, Mungu akuinulie nuru ya uso wake, usione ni musaa, uchichukue ikiwa ni kawaida. Unapaswa kuelewa hizo ndizo taratibu za mbingu za kubariki. Mungu akaambia mtumishi wake Ibrahimu, atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulaani nitamlaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna taratibu za mbingu ambazo wanadamu ama washirika mnapaswa kusielewa, ili zinaponenwa siwe na impact juu ya anga zenu, siwe na umuhimu juu ya maisha yenu. Kwa hivyo katika maisha yanahitaji kuhani ambaye atakaye nena baraka kwa maisha yako, Mungu naye akubariki. Inahitaji kuwa na kuhani ambaye atakaye kutamkia maneno ya baraka, Mungu naye ataonekane na atimize hayo. Maandiko yanasema Mungu akapatiana onda za kubariki wana wa Israeli. Kazi yetu watumishi wa Mungu ni kusema, Mungu naye kazi yake ni kutimisha. Kwa hivyo
na kuhani wao wanajiweka katika hatari. Maana ni lazima uwe na kuhani ambaye mnaendeshana naye na mnasikilizana. Kama uko kuhani ambaye umtii, tafadhali ni vizuri uondoke mapema. Maana hapo uwezi ukapata kitu. Ukidharau kuhani wako, mambo yako kwisha. Maana Mungu anasema waambie Haruni na watoto wake, hivi ndivyo watakavyoweka neno la baraka kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo ni vizuri ukae na kuhani wako vizuri. Uwe na kuhani, sio kuwa unatangatanga huko ukisema kanisa ni roho yako. Roho yako inaweza ikajinenea. Wote wanasema ati hakuna maana ya kwenda kanisa, ati kanisa ni roho yako. Roho yako namna gani? Roho yako iko na kuhani. Mungu akawapatiana taratibu za kubariki. Kwa hivyo mnaposikia tukisema simameni tunene neno la baraka, mnapaswa kulipokea kwa moyo mkunjufu na kwa roho safi, ili liwe na nguvu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila ambacho kimeneno kwa anga ya washirika, neno la baraka, ni vile watu wengine sijui wanataka, ukisema barikiwa gari inashuka inaanguka. Ukiambiwa barikiwa kifedha unafikiria sijui wana expect ati ukiambiwa barikiwa ila vitu inaanguka kutoka mbinguni inashuka. Neno linapowekwa juu ya anga yako sio kitu bure. Mbingu itafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu itafuatilia kutimiza hizo baraka. Mbingu itafuatilia kusema ni nini kimenenwa ili nikaweze kukitimisha. Mungu ndiye anabariki, lakini ni kwa nini anapatia kuhani nafasi? Mungu wale amepatia mamlaka hapa duniani kwa kufanya kazi yake, anawapatia heshima. Mungu ndiye anabariki. Naweza kusikia mtu akisema mtu aniambie nini, kwani yeye ndiye Mungu. Mungu hawezi kufanya kazi pasipo mwanadamu. Ndipo hata andui, unaona anatumia wanadamu kulaani. Umewahi sikia laana ambayo imetokea kwa upepo? Ni watu wanakaa wananena wakiwa na nguvu za kigiza. Ufalme wa giza nao unatekeleza. Kwa hivyo katika ufalme wa Mungu na ufalme wa giza inahitajika mwanadamu anene maneno. Ndipo unaona wachawi wanaamuka, wanakuja kukuroga wakinena maneno yale wanataka yafanyike katika maisha yako. Ufalme wa giza nao unafuatilia, unatimisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile kinachohitajika ni kile kinawekwa katika anga ya maisha yako, kiko na umuhimu sana. Kiko na umuhimu sana ili kikaweze kutimia. Hebu soma hiyo mstari wa mwisho. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli. Yaani kuweka neno la Bwana juu yako ni kusema Mungu akubariki msaidiaji na akufanikishe. Hiyo nimeweka neno la Mungu juu ya anga yako. Nami nitawabarikia. Nami nitawabarikia. Yaani nikishaweka neno
Mungu naye anabariki. Haleluya. Kwa hivyo unaposikia neno linawekwa, ujue neno kitu kimewekwa ambacho Mungu atafuatilia atimishe. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ni kitu muhimu. Nikikwambia hapa, ukifanya hivi ndivyo nitakuja, lazima hiyo kitu ujue ni kitu cha muhimu. Watu wanasema ati makanisa siku hizi mtabarikiwa, mtainuliwa. Hiyo ndio inayohitajika. Ili Mungu atimishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mnaposikia neno la baraka, mnapaswa kulipokea kwa roho safi. Mnapaswa kulipokea mkijua hiyo ndiyo taratibu ya mbingu. Mstari. Mmalisi. Hebu soma Isaia 44 mstari wake wa 26. 44 Isaia. (44:26). Nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Rudia. Nilithibitishaye neno la mtumishi wangu. Nilithibitishaye neno la mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunaponena Mungu analithibitisha. Na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu. Na kuyafikilisha mashauri ya wajumbe wangu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ingine inaongea ni yatimisaye maneno yanenwa na watumishi wangu. Yaani kile ambacho tunanena Mungu anakiangalia. Mungu anakifuatilia ili aweze kukitimisha. Kwa hivyo unaponena, unaposikia maneno yamenenwa, ujue hayo ndiyo yanayohitajika Mungu ayafuatilie aweze kuyatimisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile kinachohitajika ni neno iweko juu ya anga yako. Neno iweko juu ya familia yako. Neno liweko juu ya biashara yako. Neno liweko juu ya watoto wako. Mungu naye aliangalie na alitimishe. Kwa hivyo kukaa ukiwa au nenewi kitu katika anga yako inakuwa na tatizo. Maana kile kitu ambacho kinahitajika ili Mungu akifuatilie akiko. Sasa atafuatilia nini? Anasema ni mimi nifuatilie maneno ya wajumbe wangu ambao nimetuma wafanye kazi hapa duniani. Kwa hivyo anafuatilia ni nini tunaso kusema sawa sawa na neno lake, anakifuatilia na kutimisha. Kwa hivyo unaposikia Mungu awabariki na waifadhili, Mungu awaangazie nuru ya uso wake, Mungu awalinde na awape amani, hiyo nimenena, Mungu naye anaangalia na anatimisha. Kwa hivyo ni vizuri tuwe wanyenyekevu, tuwe watiifu, ili baraka zinaponenwa katika maisha yetu sikaweze kundumu. Baraka zinaponenwa katika maisha yetu sikaweze kuwa na kazi,
zikaweze kutimia katika maisha yetu, naye Mungu wa amani atatubariki na atatutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inahitajika tunapowaombea hata katika mitandao ya kijamii, tunaponena Mungu awabariki, usichukue ni msaa. Muamini Mungu, hiyo ndiye anayehitaji, na anabariki maisha yako na anabadilisha. Unaposema Mungu awape amani katika familia, katika biashara, hilo ndilo kinachohitajika ili Mungu akupe amani na Mungu akufadhili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo, kama huyaokoka, amini Bwana Yesu, nitaachia hapo na tunaenda kuomba. Lakini kama huyaokoka, ni vizuri umpatie Bwana Yesu maisha yako ili ayatawale na ili akuonekanie. Mambo katika dunia yameharibika. Ni vizuri tuweke tumaini letu kwa Yesu. Ni vizuri tuweke tumaini letu kwa Mungu, naye atatusaidia, naye atatulinda, naye atatuweka katika wema wake. Kwa hivyo kumpokea Yesu ni kusema nini? Ni kukubali ya kwamba kuna mambo ulikuwa unafanya hayafai, na kuomba Mungu msamaha. Naomba Bwana nisamehe, vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Unakataa mambo ya shetani. Yesu alimwambia mama yule alikuwa anamuosha na mafuta, akamwambia, angalia dhambi zako zimesamehewa, enda kwa amani na usirudi kufanya yale ulikuwa unafanya mbeleni, yasiye yakakupata zaidi ya yale yalikuwa yamekupata. Kwa hivyo kutubu ni kuachana na kazi mbaya ambayo ulikuwa unafanya, unakuwa kiumbe kipya ambacho kinamwamini Yesu. Kwa hivyo rudi ombi nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu na makosa. Vuta jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekataa shetani na kazi zake, nimekukubali Yesu. Unisamee dhambi zangu na makosa, na unistakase na damu ya Yesu. Kutoka leo nimeokoka na kuamini. Amen. Enda kanisa inayomwabudu Mungu kwa roho na kweli, na usome neno la Mungu, na Mungu akuelekeze na kupatia amani pande zote. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, amini Bwana Yesu kwa kila jambo. Kuna kitu kimekutesa kwa muda mrefu, amini Bwana Yesu akuponye. Kuna mambo yamekusukuma, wewe mkimbilie Yesu. Bwana ni ngome imara, wenye haki wanapomkimbilia wanakuwa salama. Kwa hivyo tunapoenda kumkimbilia Bwana, kaamini utakuwa salama. Ukapatiane matatizo yako kwa Bwana, Mungu naye atakuonekania na atakusamehe na atakuweka huru. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninasema ni asante kwa neno lako ambalo Bwana umetuamurisha tunene juu ya watu wako. Bwana ninanena, Mungu ukawabariki na ukawalinde, ukawainulie uso wako na ukawafadhili, ukawape amani katika jina la Yesu. Baba, tazama ninatangaza yule ambaye ni mgonjwa, Bwana ninatangaza uponyaji. Yule alikuwa ameonewa na adui, ninatangaza kuwekwa huru kwake. Yule alikuwa anateswa kwa njia moja nyingine na ufalme wa giza, ninapanguia mipango ya uovu, ninaharibu hizo mbinu za uovu katika jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji kwa watu wa Mungu, ukawaponye kiroho Bwana, ukawaponye kimwili katika jina la Yesu. Ninatangaza wao ni wazima, ninatangaza wako huru, ninatangaza amani yako ikawafadhili katika jina la Yesu Kristo. Na wewe muovu na mipango yako ninaisambaratisha na kuiharibu katika jina la Yesu, na kuomba Roho Mungu ukawahifadhi na ukawaonekanie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninakataa adui, ninakataa mipango yake na utawala wake wote, ninaukataa katika jina la Yesu, na kutangaza damu ya Yesu ikatosha watoto wako. Damu ya Yesu ikawaweke huru, na ikawaweke huru kweli kweli katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki, Mungu kawafadhili, Mungu kawainulie uso wako na ukawapatia amani pande zote, na nikupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru.
pamoja na kuamini. Amen, amen, amen. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awatende mema. Tutakuwa live saa 6:30, lakini ibada tunaanzia saa 4. Karibuni sana tukamwabudu Mungu pamoja, na Mungu wa amani atawashindania. Amen, amen, amen.